ambao walinunua tiketi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Constantine, tiketi zao watazitumia katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al Masry. Kwa yule ambaye aliitunza tiketi yake, basi itatumika katika mchezo huu. Kwa wale ambao walinunua tiketi za platinum, rekodi zao zipo, kwa hiyo watapigiwa simu moja moja na kuambiwa kwamba tiketi yako bado iko hai. Hivyo kama una nia ya kuja Benjamin Mkapa tarehe 9, thibitisha ili tukupe utaratibu mwingine. Kwa wale wote ambao walinunua tiketi zao, kuna wengine walisamehe, walisema mtu alinunua tiketi ya 5,000, 5,000 what is 5,000. Kwa wale wote ambao wanatudai tiketi zao, watazitumia kuingia katika mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kutoka RTV ameuliza kuhusiana na big screen. Yeah, very good question. Ni kweli mechi na Constantine tulifanya big screen pale Mwembe Temeke, Mwembe Mbuzi Temeke pale, na ilikuwa very productive kusema kweli. Watu walipenda sana ile, na niseme tu mechi yetu ya tarehe 2 ambayo itapigwa pale Misri, tupo kwenye mchakato wa mwisho wa kuandaa big screen. Wakati Simba anacheza kule Misri, hapa nyumbani Tanzania, wana Simba tukutane sehemu moja pamoja, tuangalie mechi kwa pamoja. Tutawajulisha tukishamaliza logistics za ndani, lakini mpango huo upo. Khalidi kutoka ITV anauliza, hatujacheza mechi kwa muda mrefu. Je, haiwezi kuathiri performance ya timu kuelekea katika mchezo huo? Ili swali ni kualike kesho kutwa alfajiri, timu ikiwa inaondoka. Utamuuliza Mwalimu Fadlu, atakuwa na majibu nadhani mazuri ya kujitosheleza ukaridhika, kwa sababu wewe ni mtaalamu. Sasa mimi nikikujibu hautoridhika, konjo Mwalimu Fadlu akujibu. Lakini nikwambie tu kwamba, ama nikutoe hofu tu ya kwamba hatujacheza mechi hapa kwa sababu iliingia kalenda ya FIFA. Kwa hiyo sio kwamba hatukucheza mechi ili tujiandae na Al Masry, no. Hatukucheza mechi kwa sababu ya kalenda ya FIFA iliyopo. Na nikwambie hata mechi ya tarehe 27 ya kesho dhidi ya Bigman, kwa namna moja ama nyingine, Simba Sports Club kwa kushirikiana na TFF tukakubaliana mchezo huo uchezwe ili wachezaji wetu wapate hiyo rhythm ya kimashindano. Lakini kama haitoshi, wachezaji wetu wengi wamekuwa busy wiki hii kimashindano. Ukiachilia mbali hawa ambao wako kambini, tumecheza mechi za kirafiki hapa, hizo zikihesabia. Lakini jana mimi nilikuwa naangalia mechi ya Taifa Stars huku na furahi kwa sababu namuona Shaba anacheza, amepata game time na match fitness. Namuona Kapombe anacheza tena na maliza dakika 90 anapata match fitness. Namuona Kibu Deng anawakimbiza Waarabu, anapata match fitness. Namuona Kagoma alivyoingia nikafarijika kwa sababu anapata kwa hiyo hatuko pabaya. Tunakwenda kucheza na Al Masry tukiwa tumeshafanya kila kitu kizuri kuelekea katika mechi. Sasa kitaalam zaidi atakufafanulia Mwalimu Fadlu. Siporuhusiwa. Sisi watu positive huwa hatuzungumziagi negative. Sisi tunachoamini Benjamin Mkapa itaruhusiwa, na ndio maana nguvu yetu yote tumeielekeza Benjamin Mkapa. Vipi kama isiporuhusiwa? Huo upande wa hatujui, yani hatujui huko kukoje, kwa hatuwezi kuzungumzia. Mawili ya mwisho tuagane. Moja kati ya wanachama waandamizi wa Simba Sports Club walitangaza, na of course ikazua hamasa kubwa kwa mashabiki wengi wakitaka kufahamu utaratibu ukoje. Niseme tu kwamba zipo jitihada ambazo zilifanyika na zimeendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tunapata usafiri utakaoweza kuaccommodate mashabiki wengi na kwa njia rahisi na nyepesi ya kuwawezesha kufika Misri kwenda kuisapoti Simba yao. Niseme tu mpaka hivi sasa bado mipango hiyo haijakamilika. Kama itatokea taarifa nyingine yoyote, basi tutawajulisha
na tutawapa utaratibu rasmi namna gani watu wanaweza kusafiri. Timu inasafiri tarehe 28, lakini mechi ni tarehe 2. Kwa hiyo kama kuna chochote hapo kabla ya tarehe 2, basi tutawajulisha, tutawapa utaratibu, watakuja hapa klabu, watasimamiwa na jambo hilo litafanyika. Mkiona kimya, jua utaratibu ambao tunakusudia kufanya umeshindikana, na mtalazimika kuisubiri Simba Sports Club itakaporejea Tanzania kwenda kuisupport Benjamin Mkapa. Ameuliza kuhusiana na swali la dabi. Dada yangu kutoka Mtanange TV, usichanganye makande na pilau. Leo ilikuwa ni siku ya pilau. Asante sana.